unapokuwa tu kwenye kikundi, maana yake sasa unayo haki ya kufanyaje, ya kupata mkopo pale tu ambapo utatimiza au kukidhi vigezo. Lakini pia unayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kikundi kwa kuzingatia katiba ya kikundi. Mmeandika mwe namna ya kupata viongozi wenu, si ndio? Namna ya kupatikana mwenyekiti, muda wake, na mwanachama mpya akiingia, na namna mnafanya nini kwenye kikundi. Kwa hiyo unayo haki ya kuchagua. Usiwe mkunzi za kwamba mwenyekiti ndio unataka ukae, lakini uzingatie katiba. Kama mmeandika kwenye katiba yenu kila baada ya miaka mitatu anapatikana mwenyekiti mwingine, basi mtumie hiyo katiba inavyotakiwa. Sawa eh? Tusipindishe ili kupunguza nini? Migogoro. Haki nyingine ambayo utakuwa nayo wewe kama mwana kikundi ni kunufaika na faida zinazotokana na utekelezaji wa miradi ya kikundi. Sawa eh? Bila shaka wote mna miradi yenu ambayo tulipita kuikagua, tukajiridhisha kwa bwana hawa sasa wanastahili kupewa mkopo kwa ajili ya kuendeleza miradi yenu. Kwa hiyo wewe ukiwa mwana kikundi sasa unayo haki ya kunufaika na kwa namna moja au nyingine na hiyo miradi ambayo inapatikana kwenye nini? Kwenye hiko kikundi. Sio mmoja tumeea kisha kwa mwenyekiti mmenua pikipiki na anafaidika yeye peke yake, hapana. Wote mnayo haki ya kufanyaje? Ya kunufaika na miradi hiyo yote kwenye kikundi. Haki nyingine ambayo tuko nayo sasa kama mwana kikundi kupata mafunzo na ujuzi wa utekelezaji wa miradi ya kikundi. Mko hapa leo. Simuona kutoka mzee hapa Kibalio kwa ujuzi mbalimbali kuhusu mifugo, sawa? Kuna mwakilishi mwanzo kabisa ametoka kuelezea kuhusu uvuvi, ndio? Kwa hiyo unayo haki ya wewe sasa kupata mafunzo mbalimbali. Sio hapa tu. Hata huko ndio pale nimesisitiza kwa wale wote ambao mnakuwa mmeshakuwa kutaka kujua mambo. Muda huu ni mchache. Sio hata mkipa hapa anaangalia muda. Muda ukifika atagonga, lakini kuna vingi ambavyo unahitaji kuvifahamu. Kwa wataalamu kule ngazi ya kata. Watumieni wale. Mkiona sasa hawatimizi wajibu wenu, basi tujulisheni sisi kwa maana sisi na ng'ombe zetu, lakini tunahitaji wataalamu hapa atushinde kusaidia sisi. Tutapiga simu kwa wale kwa bwana, tuna kikundi chetu kinafuga, nenda kakitembelee, wanaona jengo lao, wanataka kuwasaidia. Sisi tutafanya recommendation. Sawa lakini hiyo ni haki yako kupata ujuzi mbalimbali kupitia kikundi chenu ambacho uko nacho. Haki nyingine ambayo utakuwa nayo wewe kama mwana kikundi ni kutoa maoni na kusikilizwa. Jamani, nyinyi ni viongozi, mwenyekiti, mkatibu na mweka hazina. Sio mko hapa? Jamani, tundeni tukasikilize maoni. Usiwe wewe kama wewe unajua kila kitu, hapana. Kuwa pale kwa mwenyekiti, jaribu kupokea ushauri, sawa? Kama kutakuwa na maoni, jaribu kusikiliza maoni ya wenzio ili kuhakikisha kikundi kinaenda sawa sawa. Hakuna kitu ambacho tukipendi sisi kama viongozi, lakini hata serikali pia ipendi hii migogoro. Yaani migogoro ukishaingiza kwenye kikundi, unajua hicho kikundi maisha yake yanakuwa ni mafupi. Sawa Twendeni tukapokee maoni, tukasikilize. Kwa vile tu ambavyo utaona uendeshaji kwako utakuwa ni rahisi na usimamizi wa kikundi. Sawa kwa hiyo twendeni unayo haki ya kutoa maoni, kusikilizwa juu ya uendeshaji na usimamizi wa kikundi pamoja na miradi ya nini? Ya kikundi. Sawa haki nyingine tunasema unayo haki ya kushiriki na kushirikishwa katika utekelezaji wa shughuli za kikundi. Hiyo ni sehemu ya haki yako ya kusikia, kushiriki pamoja kufanyaje? Kushirikishwa. Ndio tukashirikiana kwa pamoja kule na mwenyekiti na kushirikisha na wengine, usijifanyie mwenyewe maamuzi peke yako. Hii inaweza kusababisha nini? Migogoro. Tunakubaliana? Hello? Au tuko pamoja? Ndio. Sawa. Haki nyingine ambayo uko nayo wewe kama mwana kikundi ni kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi zinazopatikana katika maeneo yenu. Sawa kule kwenye maeneo yenu ukiwa kama mwana kikundi utakuwa ni kunufaika. Sasa hivi tuna hizo fursa, tumewambia jamani msajili kwenye nesti, si ndio? Kwa wale wa mama ambao wanapika, tunawapa mamalishi. Mheshimiwa Rais amekataza kuwaita mamatilie. Sasa hivi tunaita mamalishi. Anatambua. Sasa kuna vikundi hivi vya mamalishe, kuna wale ambao wanazalisha madini ujenzi, tofali na nini. Ziko fursa ambazo sasa hivi zimeletwa na serikali. Kama kuna miradi yoyote ambayo iko ndani ya halmashauri yetu, kwa mfano kama kuna shule zinajengwa, si ndio? Watu wa kwanza kabisa ambao watakuwa wanaangaliwa ni wale ambao wako kwenye kikundi. Kwamba wewe unazalisha madini ujenzi, labda matofali, machimba kokoto. Sisi watakuwa kutafutwa ni wale wana kikundi ambao wanafanya ile kazi. Sawa? Kama kuna sehemu ya jengo la shule tunahitaji tofali, na wewe kampuni yako na kuna kikundi,
ambacho kinazalisha tofali, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuangaliwa, si ndio? Kama kutakuwa na mafundi, watu wa TARURA walikuja pale juzi, walikuwa wanahitaji vikundi vya watu vya vijana ambao sasa kama kutakuwa na shughuli mbalimbali, labda kuchimba mitaro, ujenzi, kurekebisha zile barabara, wana TARURA sifahamu, nao walikuwa wanataka vikundi, yaani shughuli zote ambazo zitafika ndani ya halmashauri, wa kwanza kuangaliwa ni nani? Ni wanavikundi. Kwa hiyo ni moja ya kiapo kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi zitakazopatikana katika maeneo yenu. Hizo zitakuwa haki zenu nyinyi kama wanavikundi. Sawa?